na viongozi wetu wachungaji, ndugu viongozi wenzangu mlio hapa, na wananchi wa Kipketi, Chebango, Sotik, Bomet, ak biikab kokwoni tugul. Kwanza nachukua nafasi hii kuwasalimia hamjambo. Chamgei. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu ametufikisha hapa leo, na zaidi kwa maisha ya mzee Edwin. Leo tumefika hapa kusherehekea maisha ya mzee Edwin, miaka 93. Ni baraka kubwa sana. Sio wengi wanaweza kufika miaka mzee amepatiwa na Mungu. Na kwa hivyo tumekuja hapa kuungana na familia, Mama Rachel, watoto wa mzee, familia hii, watu wa kijiji hapa, kumshukuru Mungu kwa maisha ya mzee number 1, na vile vile kuomboleza na watu wa hapa, tukimshukuru Mungu kwa maisha ya mzee Edwin Kipchirchir. Na nimepata kujua leo mambo mawili ya huyu mzee. Nimepata kujua kwanza, alitoka Belgut akahamia hapa Bomet, vile baba yangu alitoka Belgut akahamia Uasin Gishu. Mimi pia nimepata kujua huyu mzee anaitwa Kipchirchir kama mimi, na alioa Rachel kama vile hata mimi nilioa. So mimi sijasema nimejipanga kama huyu mzee, nimesema tu vile historia ilivyo. Mimi nilikuja hapa mara kwa mara. Mara ya mwisho tulikuja hapa kufungua kanisa ya mzee hapa Chebango. Kanisa mzee alijenga na Wakristo wengine wengi. Tukaja nyumbani hapa, tukakula lunch. Mzee akatubariki na maneno mazuri. Na wakati nilipata message kutoka Davis last Sunday, nilikuwa kanisa la AGC pale Karen, ambaye nimeambiwa leo mzee alikuwa anafuatilia kwa runinga ama kwa mtandao. Na wakati niliondoka, wakati niko kwa ndege, nikapata message kutoka Davis, akasema mzee hayuko vizuri. Baada ya muda kidogo kaniambia mzee ametuacha. Na mara hiyo tukaanza kuona vile tutakavyofanya. Mimi nataka nishukuru wote mliowezesha familia hii na watu wa hapa tuweze kufika hapa leo tumpumzishe huyu mzee Edwin. Na kwa niaba ya familia yangu, Mama Rachel na watoto wetu, tunaleta rambirambi zetu ya familia hapa kwenu, kwa familia na kwa wananchi wa sehemu hii, na vile vile kwa niaba ya serikali ya Kenya, kwa sababu huyu Davis ni mfanyikazi wa serikali hii. Tunasema poleni sana kwa kumpoteza huyu mzee, na tunawashukuru kwa mchango wa mzee huyu, kwa yale amechangia. Ametupatia watu wengi kutoka familia yake waliofanya kazi ya serikali ya Kenya katika viwango tofauti tofauti. Leo tuko na waziri,
Davis ambaye anatusaidia, is a major pillar in the delivery of our bottom-up economic transformation agenda, and I want to say thank you very much to Mzee, to Mama Rachel, to the family, and to the great people of Bomet. Mimi nasema asanteni sana. Mzee Edwin alifanya mambo mengi. Tumeambiwa na tumeelezwa historia yake. Alifanya bidii, akasoma. Masomo ikawa kiungo muhimu kwa familia yake. Mumesikia watoto wake, alifanya bidii, wakasoma, akatafuta shule mzuri, watoto wasome. Mmesikia mzee alikuwa mfanyikazi wa serikali, akawa veterinary and agricultural officer katika kaunti hii ya Kipsigis Samani ambayo inaunganisha kaunti ya Kericho na Bomet. Akawa mkulima na kilimo yake ikaendelea mpaka ikafika akafungua kiwanda ya chai. So he was a focused, deliberate, hardworking, resilient Kenyan. Na kwa haya mambo yote aliyoyafanya, one is outstanding. Moja ndio ya muhimu kwangu kuliko zile zingine zote, that he brought up a great family. Sisi tulio hapa, taifa letu la Kenya leo, sisi wote tunakubali ya kwamba tuko na changamoto kubwa sana katika familia zetu. And there is a lesson we can learn as we send off this great Kenyan, Mzee Edwin. There is a lesson we can learn from him on what makes a great family so that we can have a great nation. The mentorship highly spent to bring up his family. We've heard from the grandchildren, we've heard from his own children, what he did, how he made sure that he was involved in the lives of his children. We've heard from the children here, he dropped them to school. If he didn't, he made sure they went to school. If it was time to pick them up, he brought them home. He prayed for them. He was there. You have heard, read the eulogy. It says he was present. And that is a challenge today, us as parents. Sometimes we surrender our children to teachers, we surrender our children to others, we surrender our children to their friends, and we abdicate our responsibility as parents. Mzee Edwin, as he rests here, reminds us that it is first and foremost our responsibility as parents to mentor, bring up, and be responsible for our children. That is how you have a great family like the one we are celebrating here today. Hiyo ni lesson kubwa ambaye kila mzazi ambaye tuko hapa inafaa tusome kutoka mzee huyu. Januari mwaka huu, wakati wa New Year, mimi nilisema tuko na changamoto kubwa ya watoto wetu kwa mambo ya madawa, kwa mambo ya pombe na yale mambo ambayo yanatuharibia watoto wetu na familia zetu. And Mzee Edwin here is a living example. When you see his family here, you see a family that is very well brought up. I'm asking us
as parents, and I speak as one, that we be involved, we go out of our way, we get concerned, and we work to secure the well-being and the future of our children. Jambo la pili ambaye ningetaka kusema kwa sababu ya mzee huyu ni kwamba alikuwa mkulima, alifanya bidii, akafungua kiwanda hapa. Leo katika taifa letu, is part of the inspiration to us as a government to make sure hard-working people and farmers like Mzee Edwin, we must work for them as government. And it is the reason why tulipunguza gharama ya mbolea, tukafukuza wale makatel na mabroka walikuwa wanatusumbua kwa kilimo, tukadigitize wakulima wote, tukawasajili, na vile vile tukahakikisha ya kwamba tunafungua soko mpya. Today, tea from Chepango here can be sold in China duty free and quota free, because we signed last month and they earned something, and we better their earnings and their lives. Mumesikia vile vile ya kwamba huyu mzee alikuwa ni mfanyikazi wa serikali. Today we have Davis and we have members of this family who are working in this administration. And they follow in the footsteps of Mzee. Look at this academy. Nashukuru Davis na wale wote waliotoa leadership. You know, I was speaking to ministers here, colleagues who are Davis. Ambia, nimeenda kwa hawa wadosi, nimeenda kwao. Sitaki kusema sana. Lakini sio rahisi kupata shule kama hii imejengwa. And when you see this academy, it speaks to our belief. The same way Mzee Koech aliamini kwa elimu. It was right then, it is right today. Education was important then, it is important today. Na ndio sababu tumeajiri walimu 100,000. Madarasa kama haya Davis amejenga hapa katika Kipketi. Tumejenga madarasa kama haya 23,000 in the last 3 years. Tukiungana na wabunge, tukiungana na development partners, na tumebadilisha funding model ndio watoto wote wapate nafasi ya kusoma bila ya kubaguliwa. Inspired by people like Mzee Edwin who believed in education and the equity that comes with education. Ile usawa elimu inatupatia, kwamba watoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu tunataka kuhakikisha hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyuma katika maneno ya masomo. Hawa wabunge wanajua tuliongeza budget over the last 3 years from about 500 billion. Last year it was 702 billion. This year we are proposing 765 billion to go to education, because education is that important. Mimi nafurahi sana kwa maisha ya huyu mzee. Hata ingawaje ametuacha leo, ni siku ya huzuni, but his contribution to not just his family but welfare of humanity
is outstanding and is very consequential. Mimi nimefurahi tena zaidi, nimefika hapa Bomet na nimeona watu wa Bomet ni watu wangwana sana. Wangwana. Alejina kupongezi. Tumeona sarakasi katika mazishi. Mambo ya siasa, vita, fujo, hata mazishi ingine inapiganwa mpaka watu wengine wanakufa mbali na ule alikuwa anazikwa, ambayo ni tabia mbaya sana. Nimewaheshimu watu wa Bomet. This is how it should be, kwa sababu masiku ni